kwake wala mdomoni kwake wala hakufa. Kwa kuna mazingira Mungu anaruhusu tutupwe, lakini sio hatarishi. Na kama yatakuwa hatarishi, atahakikisha hayawi hatarishi. Na ukitaka kudhibitisha, tutawapigia simu kina Shida kimesha kina Abednego. Walitupa kwenye tanuru la moto. Lakini moto Mungu alibadilisha ukawa sio hatarishi. Kwa maana nini? Mungu anaweza kukutupa kwenye mazingira, akaruhusu kutupa kwenye mazingira ila hayatakuwa hatarishi. Imani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuone wala msinguse. Leo tunaendelea kujiondoa. Sio wala tusimguse, wala msimguse. Kwa Mungu anatafuta mtetezi wa ghafla. Mambo mabaya yanataka kutokea kwenye maisha yako. Usiogope kwa jina la Yesu. Ili apate kumuokoa mikononi mwako, akamrudisha kwa baba yake. Jamani, waajabu sana. Yeye anataka kumuokoa mikononi mwako. Kwa njia hiyo. Sasa Biblia inatufundisha nini? Kitu ambacho kinaweza kutuokoa kwenye maisha ni kuwa na akili ya kiungu pekee. Sio maombi. Hapa kilichokuwa kinahitajika ni akili ya kiungu. Mabiaya akatembea kwenye mstari wa hila zao, akacheka ili hila zao zisitimie. Bwana asifiwe sana. Tunajifunza hizo. 23 ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake. Amefika tu pale. Tukumbuke alipokuwa mbali alisema ile pale tumuone. Amefika tukumbuke kule mwanzo kwamba Yusufu alikuwa ameshonewa kwa kanzu. Tunakumbuka Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani bila shaka tunakumbuka. Alishonewa kanzu na baba yake. Nzuri. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake. Yaani wenda ni kusalimia ilikuwa hamna. Wakamvua Yusufu kanzu yake. Kanzu ile ndefu alivaa. Wakamvua. Twende vazi. Nguvu ya vazi ya Biblia. Vazi la maana gani? Biblia inaeleza wazi juu ya vazi. Ndio maana Biblia inasema kwamba wale ambao tunasoma Biblia tunasema kwamba mtavikwa uweza. Maana kama mtavikwa kitu ambacho ni cha kuvikwa ni vazi. Kwa Mungu huwa anatuvisha vazi la utukufu. Watu wanatuvisha mavazi ya utukufu. Kitu pekee ambacho anaweza kukifanya adui au mwanadamu yote chini ya jua ni kuchafua vazi au kuvua vazi. Kwa maana hapa Biblia inasema kwamba walimvua ile vazi. Twende kwa Yesu. Yesu alimvua mavazi ili wamdhalilishe, wakampiga mjeledi vazi. Kwa mfano, kwenye kitu chochote ambacho tunakifanya, iwe kwenye ndoto ambayo unaiendea, kuna aina ya vazi. Kuna vazi ukivishwa, unajua kabisa huyu yuko kwenye ndoto fulani. Mfano, mwanafunzi ana vazi la kiwanafunzi. Anachofanya nini? Ni ndoto ya kielimu. Kwa Yusufu walimvua vazi. Tuendelee mstari unaofuata. Anasema ya kwamba wakamtupa katika birika. Wakamtupa katika birika. Na hiyo birika ilikuwa tu hamna maji. Wakamtoa. Yaani hivi. Kuna vazi maalum kwa ajili ya uelekeo maalum wa kiroho. Kuna vazi maalum kwa ajili ya uelekeo maalum wa kiroho. Ndio maana miongoni mwa kitu ambacho lazima kushtua kwenye safari ya maisha yako ya kiroho, unapokuwa unatimiza ndoto fulani kwenye maisha, ni aina ya vazi unalovaa kuelekea hiyo ndoto. Ndio maana ili Yusufu atupwa kwenye birika lisilo na maji, ili mpasa avuliwe vazi. Kwa hiyo kwa ufupi sasa, kuna aina ya vazi kulivaa. Hutaki kuingia eneo fulani. Sasa kama ni hivyo, Mungu anapokufikisha kwenye ndoto fulani, anapokuondoa hatua moja ya kwanza ya pili ili ufike kwenye lengo ambalo amekusudia, anakupa vazi. Hilo vazi lina adui. Kwa hiyo turudi nyuma kidogo kuanzia mstari wa 7. Tunaona Biblia ilieleza wazi kwamba wakati ule Yakobo alipompenda Yusufu, alimshonea vazi. Alipomshonea vazi, wale watu walichukia, maana waliona Yusufu anapendwa kuliko wao. Sikiliza vizuri. Baada ya kuona lile jambo, ile chuki iliendelea. Kwa kumbe sasa usichukulie kawaida kwamba wale tumeshasameheana. Ukiona kuna chuki iliwahi onyeshwa na ndugu yako, rafiki yako au mtu yeyote, au mpendo au sio mpendo, mtu yeyote ndugu yako au mzazi au sio mzazi,
Chuki huwa haifishwi kwa kusameheana, inafishwa kwa damu ya Yesu. Yaani usikubali mtu akwambie nimeshakusamehe kienyeji. Ni kweli mtasameheana, but usiache tahadhari. Hicho Biblia inachofundisha. Hawa watu kitu ambacho walikuwa wamekichukia mwanzoni, kanzu aliyokuwa ameshonewa na baba yake, ndio ilikuwa ya kwanza kutolewa. Hata mimi na wewe, kitu cha kwanza ambacho shetani atakifanya ni kuondoa vazi. Ndio maana kuna vazi la utukufu, kuna vazi la kibali, kuna vazi la heshima. Unapoona labda watu wanazungumza maneno mabaya kwa ajili yako, hawapambani kwa ajili yako, wanahakikisha wanatimua hata vumbi angalau vazi lako lichafuke. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ila tunachomshukuru Mungu ni kwamba Yesu ni zaidi ya dry cleaner. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea. Nao wakakaa kitako kula chakula. Walipofanikisha kumtupa Yesu kwenye lile birika, wamemaliza mission, wakakaa na kula chakula. Narudia tena, wakakaa na kula chakula. Wakakaa na kula chakula. Kuna watu hawatakula, hawatakunywa, uhakikisho umeharibikiwa. Tulisema, tulijua tu itakuwaje. Hiyo ndio dunia. Na ukikataa kuyajua haya, unajiangamiza mwenyewe. Kwa sababu ndivyo ilivyo. Walipomtupa Yusufu, hawakusema ngoja sasa basi angalau ale aende ameshiba. Walipomtupa Yusufu kwenye birika lisilo na maji, wakakaa wakafanya nini? Labda mimi ndio nasema. Namba tusome 25A kale mstari kamoja kwa kwanza kale 25. Mwanzo 37:25 kuna mtu ameona? Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakasema wakakaa kitako kula chakula. Shetani anaweza kukufuatilia hata miaka 100 ili aharibu sehemu. Walipokamilisha misheni yao, wakakaa kitako wakala chakula. Yaani ukiona adui hajatimiza hila yako kwenye maisha yako, haji kupoa. Sasa ni wewe kuamua upoe akuangamize au muwe moto mkutane umwangamize. Wamekamilisha misheni, wakakaa kitako, wakala nini jamani? Chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo tuzingatia. Wakainua macho yao, wakakula chakula. Wakainua macho yao, wakaona msafara wa Waishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akawaambia ndugu zake, kwa nini kumuua ndugu yetu na kupita damu yake? Haya, na tumuuze hawa Waishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu ndugu zake wakubali. Wako wamekaa kitako tayari wanakula chakula. Biblia inasema ya kwamba ghafla wakaona Waishmaeli wanakuja na ngamia. Hapo sikilizane vizuri. Wakawaona Waishmaeli na ngamia. Walipoona Waishmaeli, Biblia inaeleza inasema hivi. Yuda akasema hivi. Haya sasa jamani, uliko tumuue, mimi naona tumuuze. Yuda yaani kama anapenda sana yeye. Akasema tumuuze, nadhani wengine tunajua historia za Yuda. Akasema tumuuze wakakubali. Wakachukua wakamuuza kwa Ishmaeli. Twende sana. Biblia inafundisha nini? Watu wanafikiria faida zao. Yaani kila mmoja hapa alikuwa anataka faida yake. Kuna makundi matatu tumeona. Hao wanataka wamuue waone ndoto zake zitakuwa. Kundi la pili leo kweli nataka si wao ili amrudishe kwa baba yake. Kundi la tatu la Yuda. Nasema jamani, tusimuue. Tumuuze kwa watu wanaopita. Kwa Mungu anaruhusu mapito fulani ili atupeleke kwenye hatima. Inaweza kawa mazuri au sio mazuri, lakini lengo ili akupeleke kwenye hatima. Sema hivi. Akarudi Reubeni birikani. 25. Wakapita wafanya biashara wa Midiani. Basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika
wakamuuza Yusufu kwa Ishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Yuda akawa ameshafanya dili hapa sasa, vipande 20 vya fedha, angalau hatujaua. Kwa tunajifunza nini? Watu wanahakikisha hila zao zinatimia hata kama kwa udogo. Yaani mtu mwingine anasema kwamba nihakikishe tu angalau hila yangu imetimia. Kwa watu hawatalizika hadi pale ambapo angalau hila yao imetimia hata kama ni kwa 1%. 29. Akarudi Reubeni Gileadi. Tuzingatia. Hawakurudi na Reubeni Gileadi. Reubeni Gileadi. Akarudi Reubeni Gileadi. Kule ambapo alikuwa amemtupa Yusufu. Akarudi. Hajui kama ameshamuuza. Akarudi Gileadi. Kumbe Yusufu hayumo katika Gileadi. Akalalua nguo zake. Sasa upendo wao unakuwa na ishara. Akalalua nguo zake. Ina maana Yusufu ndo basi ameshakufa. Kuna watu wanakupenda kweli kweli kwa sababu kweli kweli, yaani wanakupenda haswa kwa sababu. Akalalua nguo zake na vazi yake. 30. Akarudi kwa ndugu zake akasema, mtoto hayuko, nami niende wapi? Walipopata hiyo taarifa kwamba hayuko yeye, Biblia inasema hivi, wakaitwa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu, wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema, tumeona hii basi, kumbe utambue kama kanzu hii ya mwanao au si. Wakachinja mwanambuzi, wakachukua ile kanzu, wakapaka damu, hapo wakaipeleka kwa baba yao. Akasema, kuangalia hii kanzu ni ya mtoto wako au la? Akasema, ni ya mtoto wako. Sasa basi mnyama mbaya atakuwa mmoja. Biblia inamaanisha nini? Watu hawana huruma na sisi. Yaani usifikiri kwamba kuna mtu anakuhurumia. Basi wangesema wasichove ile kanzu, hata baba yao wabaki na amani, kwa sababu wanajua alichofanya. Lakini walihakikisha Yusufu anaumia na ameuzwa, lakini pia baba yake anaumia. Sasa tuone hapo Yakobo ilikuwaje. Akaitambua akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemla, bila shaka Yusufu amelaluliwa. Yakobo akalalua mavazi yake, akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanaye siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Akasema, la, nitamshukia mwanangu, nikisikitika hata kuzidi. Baba yake akamlilia. 36. Nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika mistari tunaweza tukapata mafunzo kadha. Tuangalie mafunzo kutoka kwenye hii mistari. Dunia imejaa na surprise nyingi na mishtuko mingi sana. Ila ina meza na ishtuka. Dunia imejaa surprise na taarifa nyingi za kushtua, ila ina meza anayeshtuka. Jifunze kuto kushtuka mambo yanayoshtua yanapokuja. Kitu kinachofanya watu wauawe wafe kabla ya wakati wao ni kushtuliwa na kushtuka. Unaweza kushtuliwa, kazi ya shetani ni kushtua watu duniani, lakini unaweza kushtuliwa usishtuke. Mtu ambaye una moyo wa kuhamaki, kushtuka, kujutia, kuhangaika, kuteseka, unakuwa ni rafiki kamili wa shetani na matendo yake na hila zake na ubaya wake. Yakobo, kwa nini nasema? Yakobo alitaja neno kuzimu, kwamba nitamdilia mtoto wangu hadi kuzimu. Asijue Mungu amemchukua kwa njia ile kumpeleka Misri, ili wakati wa miaka 7 ya njaa afanyike ukombozi kwenye familia. Ndoto anaijua mwenye ndoto. Ndoto haijulikani na kila mtu. Ndoto haijulikana na baba yake Daudi anayeitwa Yese Bethlehemu. Alikuwa na mtoto wake amemzaa na damu kabisa, anaitwa Daudi, lakini hakumjua. Ndoto inajulikana na Mungu pamoja na wewe mwenyewe, na wakuitimiza ni wewe mwenyewe. Yakobo alilalua mavazi yake.
Akasema hakika mnyama. Funzo la pili, usiyatafsiri mambo kwa vile yanavyoonekana. Maana dunia imejaa waigizaji wengi na watafsiri wengi wasio wa kweli. Pale mwanzo tumesema ya kwamba taasisi zote duniani tunasomea kuteka fikra za watu. Walimu tunafundishwa namna ya kuteka fikra za wanafunzi. Manesi tunafundishwa namna ya kuteka fikra za wagonjwa na kadhalika. Sasa kama ni hivyo, hawa walitumia akili kuchukua kanzu na kuichovya kwenye damu. Walipochoma kwenye damu wakapeleka kwa baba. Angalia hiyo kanzu, ni mtoto wako. Kama ni mtoto wako, basi ameliwa na mnyama mkali. Baba yake Yakobo akasema kwamba baba ni Israeli sasa, akasema hakika ni mwanao, nitamlilia mtoto wangu. Akasikitika, akaumia, nitamlilia mtoto wangu hadi kuzimu. Maana kwa ufupi, yeye na mtoto wake waliamini wameenda kuzimu. Safari ya maisha haihitaji sauti yako. Sometimes inahitaji sauti ya Mungu pekee yake. Manake kilichosababisha Yakobo atamka haya maneno ni kwa sababu alitafsiri jambo kama lilivyo. Ndio maana ni vema tukamruhusu Mungu atufundishe kilichoko nyuma ya jambo kuliko jambo lenyewe. Sasa tunasema kwamba wanawe wote, sio wachache, wanawe wote na binti zake wote wakaondoka. Maana wewe walifanya kikao, wakasema jamani, sisi ni watu wazima, ni watoto ambao mnaonaje leo tuende tukamtulize baba yake. Akasema hivi, wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Maana ilifika kipindi haamiliki, hatuliziki. Akasema hivi, akasema la, nitashukia mwanao. Nitamshukia mwanao. Nikisikitika, nitamshukia kwanza mwanao. Lakini nikisikitika. Akasema hivi, hata kuzimu. Baba yake anafikiria. Sasa msinishauri, msiniambie kitu, ila mimi nitafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, nitasikitika na nitamshukia mwanao hadi kuzimu. Baba yake anafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Hata wazazi hawezi kutupenda kama vile Mungu anavyotupenda. Wazazi hawakupenda Yusufu apitie haya. Lakini Yusufu ili awe mtoto wa Mungu kweli kweli, ilitakiwa apitie haya. Jambo la pengine, Mungu anatuandaa kwa kuangalia ugumu wa kesho yetu, sio kwa kuangalia leo ikoje. Bwana Biblia inasema kwamba anaujua mwisho tangu mwanzo. Maana kabla ya mwisho, yeye tangu mwanzo anajua. Ameenda amefanya research kwa mwishoni, anarudi mwanzo. Ingawa sisi tunaanza mwanzo kwenda mwishoni. Sasa Biblia inatueleza kitu gani? Kwamba Mungu huwa anaangalia ukuu wa kesho. Hebu tujifunze. Ile miaka 7 ya njaa, aliyekuwa na hekima duniani kote ya kuisaidia dunia ni Yusufu ambaye sio Kristo. Haya amepita legelege kwa Mungu huwa anaangalia kesho. Alimruhusu Yakobo asikitize. Lakini mwisho wa siku Yusufu amekuja kuwa jibu. Mstari wa mwisho. Nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao mkuu wa askari. Biashara ikaendelea. Sasa huyu jamaa alikuwa anauzwa kama bima, si kama kuku tuseme. Amefika kule tena akauzwa sehemu nyingine huko Misri. Mazingira ambayo hayakuwa tulivu, lakini ndio mazingira ambayo Mungu alikuwa ameyasudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajifunza nini? Ndoto yako kifo chako, lakini ndoto yako heshima yako. Maamuzi ni yako. Ndoto yako iwe chanzo cha kifo au ndoto yako iwe chanzo cha ustawi. Yusufu ndoto yake ilikuwa chanzo cha kifo na ndugu zake walikuwa wameshapanga kumuua. Watu tumesoma Mithali ya 16, 17, 18, 19 ya kwamba walisema ile Bwana watoto wanakuja. Tuondokeni tukamuue. Maana ndoto ya Yusufu ilikuwa sababu ya Yusufu kufa.
Lakini pia ndoto ya Yusufu ilikuwa sababu ya Yusufu kuinuka. Ndoto ndani ya mtu huwa inakuwa na matokeo mawili tu duniani. Kwa wewe utaamua kwamba ndoto ambayo Mungu ameiweka ndani yako iwe chanzo cha kufa au kustawi. Ndoto ambayo iliwekwa ndani ya Yusufu mwanzoni kabisa ilikuwa chanzo cha kifo. Ndio maana ndugu alisimama kwenda kumuua kwa sababu ya ndoto. Na wakasema kwamba tuone ndoto yake itaishia wapi. Lakini ndoto hiyo hiyo ilikuwa ni chanzo cha Yusufu kustawi. Sasa kwenye maisha tunayokuwa tunaishi, tujue ya kwamba shetani hatutafuti sisi, anatafuta kilichoko ndani yetu, anatafuta kilichoko ndani ya watoto wako, anatafuta kilichoko ndani ya kesho yako. Yaani usihangaike na kupambana na shetani na kumkemea shetani huku ukisahau kuombea ndoto yako. Atakuwa amekuweza. Imekupasa kuomba, kuiombea kesho yako kuliko hata kuombea matatizo. Kwa sababu matatizo yana kikomo, lakini ndoto ambayo Mungu ameiweka ndani yako haina kikomo. Mungu aliweka ndoto kuanzia Ibrahim, akaweka ndoto kwa Isaka, akaweka ndoto kwa Yakobo, amekuja kuweka ndoto kwa Yusufu, amekuja kuweka ndoto kwa Yesu ambaye inadumu vizazi na vizazi. Ugonjwa una mwisho, matatizo yana mwisho, matusi yana mwisho, biashara zina mwisho, dharau zina mwisho, ila kitu ambacho hakina mwisho chini ya jua ni ndoto ya Mungu ndani ya mtu. Kwa ukitaka ulete matokeo ya kudumu vizazi na vizazi, wafe vizazi na vizazi, linda ndoto ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu akashinda. Kifo kilitangazwa, lakini si kila tangazo la kifo linanihusu. Si kila tangazo la kifo linakuhusu. Uharibifu unatangazwa, lakini si kila tangazo la uharibifu linanihusu. Ingawa naweza nikawa nimetaja jina langu kwamba uharibifu mkute fulani, lakini haunihusu. Kwa nini haunihusu? Kwa sababu kila aliyepakwa damu ya Yesu Kristo na chapa ya Kristo, mabaya hayanihusu. So mimi ninapopata taarifa mbaya hayanihusu. Kwa sababu gani? Moja kwa moja ndoto iliyoko ndani ya Yusufu haiangamizwi kwa kutumia birika, haiangamizwi kwa kupaka damu kwenye kanzu, haiangamizwi kwa baba yako kupelekewa taarifa ya kwamba mtoto wako ameliwa na mnyama. Haiangamizwi kwa namna hiyo, inatunzwa kwa damu ya Yesu. Mungu atubariki. Amen.